amepitia changamoto ya kutokwa damu kwa mwaka mzima, haijatoka. Anasema mwaka mzima amekwenda hospitali, anachomwa sindano, anapewa dawa. Akipewa dawa inaweza ikakoma labda wiki moja au siku mbili, inaanza. Yaani kila siku yeye mvua inanyesha. Katika ibada ya jana, kongamano la mama kukomboa uzao, Mungu amenitendea. Usiku wa jana mpaka asubuhi ya leo hali imekoma na niko poa. Ongeza makofi na vigelegele kwa Jehova. Bado hayatoshi. Mungu amefanya. Anajua taabu ambayo amepitia. Wamama mnaelewa. Wiki tu ni changamoto, sasa mwaka mzima. Mwaka mzima anavaa pete. Sio, mnanielewa? Mwaka mzima. Lakini kwa siku moja tu katika kongamano la wanawake, alikuwepo session ya asubuhi, akawepo mchana, akawepo jioni. Anasema aling'ang'ana, akamwambia Mungu, leo ni siku yangu. Kama vile yule mwanamke alipogusa pindo, msiba wake ukakoma, na mimi naamini siku ya leo msiba wangu unakoma. Anasema ameondoka, kitu ambacho sio cha kawaida. Tangu ametoka hapa mpaka sasa hajaiona tena, na msiba wake umekoma katika jina la Yesu. Wangapi walikumbuka wakati wa usiku tukiombea ardhi? And then nikasema moja ya shambulio kubwa la adui kwa wamama ni siku zao. Adui anatumia damu yao kwa ajili ya kufungua madhabahu kinyume chao. Na huyu dada alikuwa kwenye mkutano, baada ya kuwa amesikia toka asubuhi mama ametengeneza platform nzuri tokea asubuhi, na Mungu amekomesha huyo pepo anayekunywa damu yake mwaka mzima. Wamama mmekaa chini, mwaka mzima damu inamtoka binti yetu. Inua mikono yako, mwambie Baba, tunakushukuru kwa muujiza huu. Pindi fulani it's like I almost wanted to despise my wife. Ni kama nilitaka kumdharau mke wangu hivi. To see her kaona kwanza huyo kawaida tu. Yaani nilimchukulia poa. Yaani huoni thamani yake kwenye maisha yako. Because he never disturbs me. Kwa sababu huwa nisumbui ya nini? Then God came to me. Mungu akanijia mwenyewe. He said to me, akaniambia, I will take you away. Nitakuchukua wewe nikuue. Yaani mtumishi wa Bwana Mungu atamuua. And I will make this lady to be married again. Alafu nitampa huyu mke wako mume mwingine, ataolewa tena. To a man, kwa mwanaume ambaye who will so much value her. Atamthamini sana. And as that voice was coming to me, sauti ilipokuwa inamjia, I saw I am not there. Akajiona vile ambavyo amekufa, yupo tena duniani. I saw another man taking her. Mke wake anapoenjoy maisha na mwanaume mwingine anayemjali. And I heard the man telling her, I never knew there is. Akasikia mwanamke, yani sikuwahi kujua kama ni mzuri kiasi hiki. Jamani, ulikuwa wapi? Bora yule mume alikufa. I say fire. Nikasema Baba. I say from today, Jehovah. Nikasema kuanzia leo babangu, I will huma katama. Enda ramasika yana. My wife. Mke wangu. Hey, from that day. Kuanzia siku hiyo, jamani tuombee waume zetu na wao waone hivyo. I never take her for granted. Sikumchukulia poa tena. From that day. Kuanzia siku hiyo, I count it a privilege. Ninaona ni nafasi ya kipekee to have her in my life. Kuwa naye kwenye maisha yangu. From that day. Kuanzia siku hiyo, I knew. Nilijua. If I joke. Kwamba nikicheza na yeye. That is when I knew she's more important than me. Hiyo ndio siku nilijua kwamba yeye ni wa thamani kuliko mimi. Tunapokea huo nabii kwa jina la Yesu. So you look at me and say, man of God, man of God. Kwa ukiniangalia ukasema mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. I know where my man of God is coming Najua mtu wa Mungu wangu umetokea wapi kwa huyu mwanamke. When a woman comes into your life, mwanamke akija kwenye maisha yako, she's very simple. Ni mwepesi tu kama unavyomwona tu, mpole, anacheka cheka, anafurahi.
She is a mafia. Ni mafia kiroho, yani ni soja. In the realms. Da. If she wants to warn me, akitaka kunisaisha mahali au kunionya, akunji uso. She speaks very soft. Anaongea kama anacheka, lakini ndo ananimalizia hivyo. Even if I pretend, hata kama nikijifanya sijamsikia, when I turn away, nikigeuka hivi, that voice will be ile sauti inanirudia kwamba kidonge kimeingia. And because of the ego, na kwa sababu si ule wanaume, mimi ndio baba, nitasemeshwa na nani hapa ndani? I will come in a style. Nitaondoka fulani hivi kidume dume. I've decided to change my mind. Najifanya zangu badilisha mawazo yangu. But I knew where the word lakini najua hilo neno limetoka wapi. We have been having 5 hours today. Yanaweza kukupa miaka 50 ya raha. Which can give you 50 years of joy and happiness. Mafunuo ambayo yule mama ametupa leo. The revelation that the woman of God has given us today. Kuhusu watoto. About our children. Na namna ya kumpigania mtoto. And how to fight for your child. Sidhani kama kuna mwanamke utatoka hapa. I don't think if there is any woman who will come out of this place. Uendelee kuteseka na mtoto. And keep on getting problem with your child. Na haya mafunuo mikononi. With this kind of revelation that you have received today. Nimegundua siri ya kupigana katika ufalme. I know the secret of fighting the kingdom of God. Ni kwa maarifa. Is by knowledge. By receiving knowledge. The Bible says. Biblia inasema. The just shall be delivered through knowledge. Kwamba mwenye haki atakombolewa kwa maarifa. Nothing delivers like knowledge. Hakuna kitu kinaweza kukufungua kama sio maarifa unayopokea. You can receive power and fall down. Unaweza ukapokea upako ukaanguka chini na ukaamka. And come back the same. Na ukarudi ukiwa hivyo hivyo. But knowledge will never leave you the same. Lakini maarifa ukiyapokea hautabaki kama ulivyokuwa kamwe. What this woman has given us here. Kile ambacho mtumishi wa Bwana mwanamke ametupatia leo. Is the wisdom and the knowledge. Ni hekima na maarifa. On how to contend for our seed. Kwamba jinsi gani ya kupambania mbegu Mungu alizotupatia za watoto. And we declare International Women Conference. Na tumetangaza kongamano la kimataifa la wanawake hapa. Starts now. Kuanzia 2026 na kuendelea. Hebu tuangalie neno fupi tu alafu na kisha. Let us read this word of God. Mwanzo 32. Genesis 32. 24. Mwanzo 22. Genesis 32:24. Anasema Yakobo akakaa peke yake. And Jacob was left alone. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. And he wrestled a man with him. Mstari unaofuata. Until the breaking of the day. Naye alipoona kuwa hamshindi. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of the joint as he wrestled with him. The following verse. Akasema niache niende maana kuna pambasuka. Akasema sikuachi. He said, let me go for the day's breakthrough. He said, I will never let you go usiponibariki, except you bless me. Hamna kitu kinatengeneza mtu kama baraka. There is nothing that can create you more than a blessing. Kuwa na kila kitu lakini usikose mbaraka. Have everything but don't miss blessing. Nisikilize, kosa chochote. Miss everything in life. Lakini usikose mbaraka. But don't miss blessing. Katika Kumbukumbu la Torati Biblia inaongelea kuhusu baraka ya maziwa. The book of Deuteronomy it talk about the blessing of milk. Baraka wa mimba. The blessing of pregnancies. Hizo ndizo baraka ambazo zilimfanya Yusufu akawa Yusufu. Those are the blessings that make Joseph to become Joseph. Hizo baraka. Those blessings zitafanya upenye mahali ambapo wengine hawezi kupenya rahisi. They will make you to go to a place where others cannot go easily.
Kwa nini baba yake amwambie Esau nenda uwinde mawindo? Why did the father of Esau tell Esau go and take something in the go and take a wildy animal and prepare it for me? Unilete chakula nile. And prepare a nice food for me to eat. Ili nikubariki. So that I can bless you. Lakini muda ule anamwambia. But at the same time, the father was saying, mama yake anasikiliza. And the mother was hearing. Anamwendea Yakobo, anamwambia Yakobo. The mother went to Jacob and tell Jacob. Mama. The mother now. Mama. The mother. Wewe nenda kibandani. He said, go to the there where we keep our animals. Nilete mwanambuzi nimchinje mimi. Bring a goat. Mimi nikutengenezee wewe. So that I can make a nice meal. Umpelekee baba yako. For you to take it to your father. Ale. For him to eat. Akubariki. So that he can bless you. Mama, baba atanilaani. Mommy, father will curse me. Kwa sababu mimi sina malaika. Because I don't have these hairs in my skin. I'm not Esau. Mama anasema laana yako iwe juu yangu. Mother said, let your curse be upon me. Mimi mwenyewe najua cha kufanya. Even myself, I know what I'm doing. Wewe nenda ufanye na. You just go and do it. Ameleta mwanambuzi, mama ametengeneza chakula ambacho baba anakipenda. When he brought the goat, mother prepared the kind of the food that father liked. Anasema kabla hujaenda nitachukua nguo. And he said, before you go, I will take the clothes za kaka yako of your brother Esau. Maana baba yako anajua harufu ya kaka because yako. your father knows the smell of your brother. Nitakuvisha. I will put you. Ninajua. I know. Babako atakupapasa. Your father will touch you. Maana sauti zenu hazifanani. Because your voice does not resemble. Mama akachukua ngozi akaweka. So the mother took the skin and put it into his arms. Kila ambacho kaka alikuwa anang'ang'ana kutafuta porini. He said whatever brother was looking for in the wilderness. Mama amemsaidia huyu kwa ukaribu. The mother has helped Jacob to get the seed without using energy. And then huyu Yakobo aliyesaidiwa na mama. So Jacob, who was helped by the mother, amepata baraka. He got a blessing. Huyu aliyekwenda kung'ang'ana porini. The one who was going to the wilderness. Amekuja amechelewa. He came late. Amekosa baraka. He missed the blessing. Ninakuombea mtu wa Mungu. I am praying for you. Usikose msaada wa mama katika maisha yako. Don't miss a help for your mother in the mighty name of Jesus. Zinaitwa baraka za mimba. It is called the blessing of pregnancy. The blessing of the womb. Na baraka. Tumbo la uzazi. Ukiona mama anachukua nguo za kaka. When you see a mother taking the clothes of a brother. Anakufunika wewe. And give you to put on. Ili upate baraka. So that you can get a blessing. Ili madhaifu yako yasionekane. So that your weakness cannot be seen. Hicho ndicho ambacho Yesu alitufanyia sisi. That is what Jesus did for us. Dada Bosia. Yes. Alitufunika madhaifu. He covered our weakness. Ili ya madhaifu yetu yasionekane. So that our weakness cannot be seen. Tupate kila ambacho hatukutaabia. So that we can get what we didn't deserve. Kwa njia inaitwa neema. By the grace. Huyu mama ameleta kitu kinaitwa neema kwenye maisha. So this woman, she came with grace in our church. Tunaposema kuhusiana na baraka, when you talk about blessing, tunaizungumzia neema. We are talking also about grace. Neema ni kitu ambacho unapata. Grace is something that you can get it. Na kikuwezeshe kufanikiwa. And it will help you to prosper. Bila kutumia nguvu. Without using too much power. Kuna mtu ameneemesha kwenye maeneo mbalimbali. There are people having graces in different areas of life. That is why huyu baba aliposema usiponibariki. That's why Jacob told the angel, if you don't bless me, squash. I will never leave you. Na akambariki. And the angel blessed him. Na hiyo baraka. And that blessing. Cha kwanza ilichofanya. The first thing that the blessing did. Ni kubadilisha jina lake. It is to change the name of Jacob. Kutoka kwa Yakobo. From Jacob. Kwa Israel. To Israel. Lakini haikuwa bila gharama. But it was not without cost. It costed him so much. Aliteguka. Aliteguliwa. Aliteguliwa. Kiingereza kinasemwaje sijajua hicho. Aliteguka. Hakuna mzungu hapa. Wewe mwenyewe unang'ang'ana hapa peke yako. Najifunza.
Acha afanye mazoezi. Kabisa. Tumtie moyo. Amen. Sisi wote hapa tunakula hivyo vyuma bila shida. Hallelujah. Okay, unaweza kuendelea na kazi ya Bwana. Yeah. Sema amina iliyo hai. Say amina. Baba jioni ya leo. So this evening. Baba jioni ya leo. This evening. Usiniache. Tell God, don't leave me bila kunibariki. Without blessing me. Baba usiniache. Father, don't leave me bila kunibariki. Without blessing me. Naomba uombe neema moja. I want you to pray for this grace. Inaitwa neema ya maziwa. Grace of milk. Baraka ya maziwa. The blessing of milk. Na baraka ya mimba. And the blessing of the womb. Tumbo la uzazi la kuzaa. Hautatumia pressure kuishi. You will not use energy to get your blessing. Hicho ndicho kilimsaidia Yusuf. That is what helped Joseph. Inaitwa baraka ya mimba na maziwa. The blessing of the womb and the blessing of the milk. Nataka tumlilie Bwana leo. I want us to cry to God this evening. Jioni ya leo Baba. This evening, Father. Sitoki kwenye ibada. I'm not going out. Paka umenibariki. Until you bless me. Na baraka ya maziwa. With the blessing of the milk. Baraka ya mimba. And the blessing of the womb. Nikisema baraka ya maziwa. When I'm talking about the blessing of the milk. Wengi watafikiria tu matiti. People, they think about this milk. Kwa sababu tunaongelea wanawake. Or they think I'm talking about women. Hiyo ni symbolic. No, it is a symbol. Maziwa yana nourish mtoto. Milk, maziwa yanampa mtoto virutubisho. It nourishes the baby. Inampa mtoto virutubisho. Feeding the baby. Inamlisha mtoto mpaka anakuwa. When God revealed himself to Abraham on the mountain. Mungu alivyojifunua kwa Abraham pale mlimani. After giving the seed. Baada ya Abraham kutoa sadaka ya mtoto wake Isaka. God revealed himself. Mungu akajifunua mwenyewe. What name did he reveal himself to? Alijifunua kama nani? Nani anakumbuka hilo neno? Jehovah Jireh. Mnakumbuka? Do you know the meaning of that word? Jehovah Jireh. It means Mungu the breast of the mother. Yani ni maziwa ya mama ya kukutunza. Mama. Maziwa ya mama. Ziwa la mama. Yes, the breast of the mother. That is ndio maana. That's why wakati anamtoa madhabahuni, when he was taking him out of the altar, anamwambia angalia nyuma. He told him, look behind. Anamuona mwana kondoo. He saw a goat, a lamb. Na huyu kondoo sio kwamba atafukuzia. And this lamb is not going to run to take him. Ameshikwa na vichaka. He is already there, prepared for him. Ameshikwa na kichaka. He is there in the bush. That is Mungu amemshikia. So God has holding that lamb in the bush. Kuna watu wa kufukuza baraka. There are people who are chasing blessing. Lakini wakati mama wa ziwa anakupa maziwa. But when you get the milk blessing from God, wewe haufukuzi. You are not chasing your blessing. Unashikiwa baraka. Your blessing coming to you directly from God. Amna kustruggle. There is no struggling. Amna kuchukua utakwenda kuwinda. There is no going to the wilderness to fight for that blessing. Mungu anakuletea. God is bringing to you directly. Wamama mnajua. Women, you understand me. Ukiwa umezaa mtoto. When you have a child. Na mtoto ni mchanga. And the child is small. Alafu uko mahali alafu nasikia mtoto wako analia. And you feeling your child is crying. Maziwa yenyewe yanakuambia nyonyesha. Your breast, you can feel the pain in your breast. So, baraka ya maziwa. So the blessing of the breast. Ni wakati Mungu mwenyewe anakuletea nyonyo. Is when God himself come and breastfeed you. Hawezi kuwa maskini na hiyo baraka. You can never become poor with that kind of blessing. Hawezi kuwa mtu wa madeni na hiyo baraka. You can never be with debt with that kind of blessing. Tumbo la uzazi. The womb ndio lina multiply. Is the what is multiplying. Yani wewe wakiweka mkononi kitu. That if you put anything in your hand. Hakibaki kilivyo. It will not remain as it was. Anapewa tu kambegu. It will be as like a seed. Anafiatua mtoto. But it will multiply. Kwa nini usiombe leo? Why don't you pray today? Baba nibariki. For God to bless you. Wakiweka 10,000 mikononi. If they give you 10,000. Inageuka kuwa milioni 10. It will multiply to become 10 million. Hiyo inaitwa baraka ya mimi. That is by blessing of womb. Hallelujah. Hallelujah. Baba ninaomba
ninaomba. Father, I pray. Nahitaji baraka ya ziwa. I need the blessing of the breast. Nahitaji baraka. I need the blessing of the womb. Utazalisha. I'm going to produce. Utazalisha. You will produce. Akili itazalisha. Your brain will produce. Hauwezi kukaa nyuma ya mume wako. You cannot stay behind your husband. Akafeli. And your husband failing. Mke wangu aliingia kwenye maisha yangu nikiwa zero. My wife knows me in any situation. Aliingia kwenye maisha yangu nikiwa zero. He came to my life when I was nothing. I was very zero. He found me 0. She came in my life. When she came to my life, Mama knew who I was. I didn't know of anything. Mama knew who I was. Mama knows how I was. Mama anajua nilivyokuwa zamani. But she never saw me. Lakini hakuniona. She knew my fiancé. Mama alikuwa anamjua mchumba wangu. She helped my fiancé. Alimsaidia pia. But the day she came in my life like, lakini siku mwanamke alipokuja kwenye maisha yangu kama mke, my story changed. Historia yangu ikabadilika. She came with the blessing of the womb. Alikuja na baraka ya uzazi. And the blessing of the breast. Na baraka ya maziwa. Before God, mbele za Mungu, we have never known struggling. Hatujui kung'ang'ana. In life, kwenye maisha, in ministry, kwenye huduma, there is a blessing. Kuna baraka. I want you to cry out. Nataka ulie. Our mother has come. Mama yetu iko hapa. Father, mwambie Baba, the blessing of the womb, baraka ya uzazi, the blessing of the breast, na baraka ya maziwa. I will not be a burden to my husband. Sitakuwa mzigo kwa mume wangu. I need a blessing of the womb. Nataka baraka ya uzazi, the blessing of the breast, baraka ya maziwa. When you lack this blessing as a woman, ukikosa hizi baraka kama mwanamke, even the children will become a burden to you. Hata watoto watakuwa mzigo kwako. I want you to cry to God. Nataka ulie kwa Bwana. Stand upon you. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanataka kubarikiwa? How many want to be blessed this evening? Wangapi wanasema wamechoka na maisha ya kawaida? How many people they are saying I'm tired with normal life? Mungu fanya kitu kipya. God do something katika maisha yangu. In my life. Nifanye kuwa maana. Make me to be profitable. Aya baada. In my life. Utatoka hapa leo. You will come out this today. Ukiweka mkono wako juu ya mume wako. When you put your hand upon your husband. Na unambariki. Your husband and bless him. Anabarikiwa. You will be blessed indeed. Anabarikiwa. You will be blessed indeed. Ukimwambia mume wako naenda na utafanikiwa. If you tell your husband go and get prosper. Atafanikiwa. Your husband will prosper. Unajua unaweza kuwa asset kwenye. Nilikuwa nawapa watu nilikuwa nampa mtu testimony. He was giving a testimony. Akasema one time. And he said one time kipindi fulani. It's like I almost wanted to despise my wife. Ni kama nilitaka kumdharau mke wangu hivi. To see her. Kaona kwanza huyo kawaida tu. Yaani nilimchukulia poa. Sio kumchukulia mtu poa Yaani uone thamani yake kwenye maisha yako. Because he never disturbs me. Kwa sababu anisumbui, yani nini. Kwa nikaona tu kadada fulani kapole tu akana issue aka. Then don't joke. Then God came to me. Mungu akanijia mwenyewe. He said to me. Akaniambia. I will take you away. Nitakuchukua wewe nikuue, yani mtumishi wa Bwana Mungu atamuua. And I will make this lady to be married again. Alafu nitampa huyu mke wako mume mwingine ataolewa tena. To a man. Kwa mwanaume ambaye. Who will so much value her. Atamthamini sana. And as that voice was coming to me. Sauti ilipokuwa inamjia. I saw I am not there. Akajiona vile ambavyo amekufa yupo tena duniani. I saw another man taking her. Mke wake anapoenjoy maisha na mwanaume mwingine anayemjali. And I heard the man telling her I never knew there is. Akasikia mwanamke yani sikuwahi kujua kama ni mzuri kiasi hiki. Jamani ulikuwa wapi? Bora yule mume alikufa. I say fire. Nikasema baba. I say from today, Jehovah. Nikasema kuanzia leo babangu. I will huma katama. Enda ramasika yana. My wife. Mke wangu. From that day. Kuanzia siku hiyo, jamani tuombee waume zetu na wao waone hivyo. I never take her for granted. Sikumchukulia poa tena. From that day. Kuanzia siku hiyo.
I count it a privilege. Ninaona ni nafasi ya kipekee To have her in my life. Kuwa naye kwenye maisha yangu. From that day. Kuanzia siku hiyo. I knew. Nilijua. If I joke. Kwamba nikicheza na yeye. That is when I knew she's more important than me. Hiyo ndio siku nilijua kwamba yeye ni wa thamani kuliko mimi. Tunapokea huo nabii kwa jina la Yesu. So you look at me and say, man of God, man of God. Kwa ukiniangalia ukasema mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. I know where my man of God is coming Najua mtu wa Mungu wangu umetokea wapi kwa huyu mwanamke. When a woman comes into your life, mwanamke akija kwenye maisha yako, she's very simple. Ni mwepesi tu kama unavyomwona tu, mpole, anacheka cheka, anafurahi. Usipumbaze. Don't. She is a mafia. Ni mafia kiroho, yani ni soja. In the realms. Da. If she wants to warn me, akitaka kunisaisha mahali au kunionya, she doesn't kunja the uso. Hakunji uso. She speaks very soft. Anaongea kama anacheka, lakini ndo ananimalizia hivyo. Even if I pretend. Hata kama nikijifanya sijamsikia. When I turn away, nikigeuka hivi, that voice will be ile sauti inanirudia kwamba kidonge kimeingia. And because of the ego. Na kwa sababu si ule wanaume, mimi ndio baba. Nitasemeshwa na nani hapa ndani? I will come in a style. Nitaondoka fulani hivi kidume dume. I've decided to change my mind. Najifanya zangu kubadilisha mawazo yangu. But I knew where the word lakini najua hilo neno limetoka wapi. Yaani leo nimetoa siri. Inabidi tuombe mchungaji wa ume zetu na wao siku moja waoteshwe tu hizo ndoto. Kuna mama namsaidia hapa. There is a woman I'm helping here. Kuna binti ambaye ataolewa muda sio mrefu na there is a lady who is going to get married in not long time. Lia Mungu akupe baraka ya mimba. Cry to God to give you the blessing of the womb. Baraka ya maziwa. And the blessing of the milk. Hautadharauliwa. You will never be despised. Can you imagine uwe na Mungu ambaye anamcontrol mume? Mungu. To have God who can control your husband. Sio cheke yako. It is not you, it is him. Yapigani. Anapiganiwa. He is fighting the battle of the wife. God himself. Omba hiyo baraka. Pray for that blessing. Baba nibariki. Pray for that blessing. As your woman servant. Na ukiwa unaomba. The glory of God is to the glory of God, the woman who made her. Na kwa utukufu wa Bwana mwanamke aliyemtengeneza mke wangu. She was happy. She was happy. Yuko hapo sasa hivi. Huyu alikuwa PA wake. Huyu alikuwa PA wake, yani anamsaidia pochi, anampa maji, anampa maiki kanisani. Akiwa kijana. Anamtengeneza miguu. Anampaka wanja ofisini nini, anamweka sawa. Mama pasta. Wanja kitu gani? Hata mganga alikuwa anajua wanja. Inua mikono yako kwa Bwana. Mwambie Baba. Sema Father. Baraka ya tumbo la uzazi. The blessing of the womb. Baraka ya maziwa. The blessing of the milk. Inua sauti yako leo. Raise up your voice and pray to God. Omba Mungu leo. Ask God today. Neema. The grace. Neema. The grace. Neema itakayoongeza thamani yangu. The grace that will increase your value. Neema. The grace itakayonifanya kuwa shoka. That will make you to be an axe. Mikononi mwako. In your hand. Shoka. The axe. Mikononi mwako. In your hand. Kumsaidia mume wangu. To help my husband. Kuwasaidia watoto wangu. To help my children. Baba ninaomba hiyo neema. Father, I am asking for that grace. Hadakatoba hadeba babosa. Mwambie Bwana. Tell God, I'm asking for that Baba, grace. Give me that grace. To help my family, to help my husband, to help my children. The grace. I need that grace. I need that grace, God. I'm asking for that grace, God. Thank you, Jesus. The grace. Father, we thank you. In the mighty name of Jesus we pray. And we all shout louder, amen. Sema amina kubwa. Shout louder, amen. Sema tena amina kubwa. Another battle axe.
Kifaa kingine cha vita is about to be raised here. Kinaenda kuinuliwa hapa. And you are the one. Na wewe ndio mtu ambaye unataka kutengenezwa leo kuwa silaha ya vita. You are the one. Wewe hapo nani tazama. Tonight we have been visited one of my daughters. Jioni leo tumetembelewa na mtoto mmoja wa huduma mzuri kabisa. Sister Jane, God bless you for coming. Sister Jane, Mungu akubariki sana. God bless you so much. Naweza kupungia watu wakuone. You are most welcome. Karibu sana sana. We came far with her. Tumetoka mbali sana na mtumishi wa Bwana huyu. Without wasting time. Kwa bila kupoteza muda. Our mommy. Mama yetu. We were taking time so that you can breathe. Tulikuwa tunachukua muda ili uweze kupumua. After those 5 marathon hours. Baada ya yale masaa 5 aliyotumia mahali hapa kusimama bila kuchoka. The grace of